Kwanza, baada ya kuwatambua viongozi wa chama chetu cha ACT Wazalendo mliopo hapa, pamoja na kuwatambua wawakilishi wa majimbo 10 na wawakilishi wa viti maalum 4 ambao sote kwa umoja wetu tumekusudia kuzungumza na wanahabari siku hii ya leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu wanahabari, awali ya yote hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uhai na uzima na kutuwezesha leo hii tukajumuika pamoja katika ukumbi wetu huu wa chama hapa Vuga kwa ajili ya kuzungumza nanyi masuala yaihusuyo nchi yetu na pia yanayohusu watu wake pamoja na sisi wenyewe. Jambo la pili ni kuwashukuru nyinyi ambao tumewaalika katika muda mfupi tu, lakini hamkusita kufika na kuitikia wito wetu. Kwa hakika huu ni mwendelezo wa heshima na thamani ambayo mmekuwa mkitupa katika chama chetu, na tunaamini kwamba huu ni mwanzo mwema kwetu sisi wawakilishi ambao tumeingia mwaka huu 2025, na tunaamini tutaweza kufanya kazi nanyi kwa maslahi mapana ya nchi yetu, na ni kwamba mtatufikishia salamu hizi na salamu zitakazokuja siku za mbele kwa wananchi na wapenda haki juu ya mambo ambayo tutawahabarisha hapa siku ya leo na siku za mbele. Kwa kuanzia, kwa dhati kabisa tunatoa pole kwa waathirika wa uchaguzi mkuu wa 2025. Ndugu wanahabari, sisi wajumbe wa baraza la wawakilishi kutoka chama chetu cha ACT Wazalendo tuliguswa sana na tunaendelea kuguswa sana na matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 hasa kule Tanzania bara, ya kupigwa, kuteswa na mauaji makubwa yaliyofanyika. Tunatoa pole kwa waathirika wa matukio yote yale yaliyotokea, na tunaungana na wapenda haki wote duniani waliotutangulia ya kutoa wito wa kutaka kuundwe tume huru ya uchunguzi ambayo itakuwa nje ya serikali kuchunguza matukio yote yaliyosababisha kuvurugwa kwa uchaguzi mzima, na wale ambao watahusika kuharibu kwa makusudi wawajibishwe kama hawatakuwa tayari kuwajibika wenyewe. Ndugu wanahabari, tukizungumzia maovu, fedheha na aibu za uchaguzi mkuu wa Zanzibar 2025, kama mnavyofahamu kwamba tarehe 29 mwezi wa 10 2025 hapa nchini kwetu Zanzibar kulikuwa na zoezi muhimu sana la uchaguzi la kuwapa fursa wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kuwachagua viongozi wa kuliongoza taifa hili kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Bahati mbaya sana, kama ilivyokuwa kwa Tanzania bara, wananchi wa Zanzibar pia hawakupewa haki yao ya kuthaminiwa maamuzi yao na watawala waliojivika vazi la jeuri na viburi kwa kuyapindisha na kutoyathamini maamuzi ya wananchi hawa. Ndugu wanahabari, tuliopo hapa wengi na tuliopo mbele yenu ni mashahidi, na sisi tuliopo hapa ni wachache wa wale ambao wananchi walituamini kutuchagua na kutupigania kwa kuhakikisha sauti zao zinaheshimiwa. Sisi kama mashahidi wakuu wa uchaguzi uliofanyika katika vituo vya kupigia kura, kuhesabu na kujumuisha kura pamoja na kutangaza matokeo, leo hii tumeamua kuja mbele yenu kuwaeleza ijapo kwa uchache wake yale yaliyotokea siku ya tarehe 28 na tarehe 29 Oktoba 2025 katika maeneo mbalimbali ya visiwa vya Zanzibar, yaani Unguja na Pemba, sisi tukiwa mashahidi wakuu kwa vile tumeshuhudia bila kuhadithiwa na mtu. Ndugu wanahabari, kama ambavyo kiongozi wetu wa chama ndugu Doro Themu, mwenyekiti wetu wa chama taifa ndugu Othman Masud Othman, na viongozi wetu katika ngazi mbalimbali walivyonukuliwa
mara kadhaa wakieleza msimamo wa chama chetu juu ya uchaguzi huu na kueleza kwamba katika mchakato wa upigaji na uhesabuji kura, kabla ya uhuni na hujuma zilizofanywa na vyombo vya serikali vilivyoongozwa na utashi wa Chama cha Mapinduzi, chama chetu cha ACT Wazalendo tayari tulikuwa tumeshinda si chini ya majimbo 32 kwa viti vya ubunge, uwakilishi na urais. Hata hivyo, inasikitisha kwamba watawala kwa jeuri na viburi waliamua kuyabaka maamuzi ya wananchi na kwa mara nyingine tena kuifanya kura ya mwananchi haina thamani yoyote. Ndugu wanahabari, mulio wengi ni mashahidi wa maovu yaliyofanywa na waliopewa dhamana ya kuendesha na kusimamia uchaguzi kwa siku zote mbili za uchaguzi wa Zanzibar wa mwezi Oktoba mwaka huu. Katika vituo mbalimbali vya upigaji kura Unguja na Pemba, nyinyi na sisi tulishuhudia yaliyotokea na jinsi na kiasi ambacho mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi alivyokataliwa na Wazanzibari bila ya kujali itikadi za vyama vyao, wakiwa na lengo la kuinusuru Zanzibar yetu ambayo tunaishi. Kwa uchache tulishuhudia mambo maovu, mabaya, ya fedheha na ya aibu yaliyofanyika, ikiwemo pamoja na mambo mengine mambo yafuatayo. Tumeorodhesha hapa mambo machache lakini yako mengi. Ya kwanza, vituo vilikuwa vinavamiwa na wapiganaji wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ au wahuni waliovalishwa sare za JWTZ, waliozungushwa kwa magari ya serikali na vyombo vya dola na kuruhusiwa kupiga kura zaidi ya mara moja kwa mtu mmoja na kituo zaidi ya kimoja na katika majimbo zaidi ya moja. La pili, tulishuhudia wasiokuwa askari wa vikosi vya SMZ kuvalishwa mavazi ya askari hao ili kupiga kura kwa kurudia kwa siku zote mbili na kuruhusiwa kupiga kura zaidi ya moja kwa mtu mmoja na kituo zaidi ya kimoja na katika majimbo zaidi ya moja. Lakini pia tulishuhudia mbwa wa polisi kupelekwa vituoni, ndani ya vituo, ili kutisha wapiga kura. Tulishuhudia pia watendaji wa tume ya uchaguzi kuwachania wananchi kura ambazo tayari wameshazipiga kuwachagua wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Lakini pia tulishuhudia watu waliovalishwa mavazi ya JWTZ na vikosi vya SMZ kutumia vitambulisho ambavyo havina sura zao na kuruhusiwa kupiga kura kwa idadi kadri walivyopenda. Pia tulishuhudia katika majira baada ya saa 8 mchana ya tarehe 29, askari wengi wa vikosi au wahuni waliovalishwa sare za vikosi wakiwa na silaha walivamia vituo vingi katika majimbo mbalimbali na kulazimisha kupiga kura kwa idadi ya wastani wa kura 10 kila mmoja na kwa kila mgombea. Pia tulishuhudia katika baadhi ya maeneo, baada ya kuanza kwa zoezi la uhesabuji wa kura na watendaji wa tume ya uchaguzi Zanzibar wakiongozwa na mkurugenzi wa tume ndugu Thabit Idarus Faina, kuona mgombea wao Dr. Hussein Ali Mwinyi ameshashindwa vibaya, kusitisha zoezi la uhesabuji kura na kuondoka na visanduku vya kura bila wagombea wa vyama vingine au wakala wao. Pia tulishuhudia katika baadhi ya maeneo idadi ya kura za wagombea wa ACT Wazalendo ambao walishashinda zikibadilishwa na kupewa wagombea wa Chama cha Mapinduzi na kuwatangaza washindi. Lakini tulishuhudia pia katika baadhi ya maeneo wasimamizi wa majimbo kuzungumza wazi kwamba kura ambazo zimepigwa vituoni sio zinazoamua matokeo ya kura ambayo yatatangazwa. Tulishuhudia pia katika maeneo mengi wilaya hazikufanya majumuisho ya kura za urais katika ngazi ya jimbo, na kwa hivyo matokeo ya kura ya urais zilizotangazwa na tume hayakutokana na majumuisho ya kura kutoka majimboni na ni ya kutengeneza tu. Na pia tulishuhudia matokeo yaliyotangazwa katika vituo vingi
kutoakis wala kuwiana na kura zilizopigwa vituoni au idadi ya wapiga kura walioandikishwa. Ndugu wanahabari, leo nchi yetu kuwa na amani kama ambavyo ipo ni busara na hekima za viongozi wetu wa chama cha ACT Wazalendo, na hili limesukumwa na mapenzi ya dhati kwa nchi yetu na wananchi wa Zanzibar. Kwenye hili tunadhani kwamba mtakuwa mashahidi na mashuhuda kwa namna ya viongozi wetu wakiongozwa na mwenyekiti wa chama chetu na rais wa nyoyo za Wazanzibari ndugu Othman Masoud Othman, namna walivyoongoza vyema taifa na kusimama imara kulinda amani na kuepusha madhara kwa Wazanzibari. Ndugu waandishi, kwenye suala la kutohudhuria kwetu katika uzinduzi wa Baraza la Wawakilishi tarehe 10 Novemba 2025, kama mnavyofahamu, jana tarehe 10 Novemba 2025 Baraza la 10 la Wawakilishi la Zanzibar lilihutubiwa na kuzunduliwa rasmi katika ukumbi wa baraza hilo Chukwani. Sisi wawakilishi kutoka chama cha ACT Wazalendo tumepata masuala mengi kutoka watu na sehemu mbalimbali za dunia wakihoji kuhusiana na kutohudhuria kwetu katika uzinduzi huo. Ukweli ni kwamba sisi wawakilishi 14 kutoka chama cha ACT Wazalendo, 10 wa majimbo na 4 wa viti maalum vya wanawake, tulilitafakari tukio hilo la uzinduzi wa Baraza la Wawakilishi na kumpima mtu atakayelihutubia baraza, na majibu yetu yakawa kwamba kwa dhulma iliyopita na uhuni uliofanyika katika kile kilichoitwa uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu, kuhudhuria tukio hilo ni kuwadhihaki, kuwacheza shere na kuwatonesha vidonda Wazanzibari malaki kwa malaki walionyang'anywa haki yao ya kuthaminiwa sauti za kura zao kwa kutangazwa mtu ambaye wachilia mbali kushinda uchaguzi, hata kura zake hazikuhesabiwa kwa ujumla wake. Aidha, kuna washindi wengine katika majimbo zaidi ya 25 ambao haki yao imenyang'anywa kupitia uchaguzi ambao haukuwa na hata sifa moja ya kuita uchaguzi wa kuaminika, yani credible election. Ndugu wanahabari, msimamo wa wawakilishi sisi wa ACT Wazalendo, ndugu wanahabari, wakati tukifuata maelekezo ya chama chetu na matakwa ya wananchi waliotuchagua, sisi wawakilishi wa ACT Wazalendo, hadi tutakapopata maelekezo mengine kutoka kwa viongozi wetu wa chama na wananchi tunaowawakilisha, tunaweka wazi msimamo wetu kama ifuatavyo. Kwanza, tunapinga, kukemea na kutokubaliana na uhuni mkubwa uliofanyika kwenye vituo vya kupigia kura, kuhesabu na kufanya majumuisho, na tunaamini suluhisho pekee na sahihi ni kurudisha haki ya kikatiba ya wananchi kwa kurudia uchaguzi chini ya usimamizi ulio huru na wenye uadilifu. Lakini pili, tutapambania haki za wananchi wetu na wananchi wenzetu kwa njia bora zaidi, huku tukihakikisha usalama wa wananchi wenzetu na wa nchi yetu. Na tatu, tunazijali sana juhudi za wananchi wenzetu wa itikadi zote za kuunga mkono mabadiliko ya kuinusuru nchi yetu Zanzibar yaliyopelekea kukishinda Chama cha Mapinduzi kwa mujibu wa kura halisi zilizopigwa na zilizopigiwa chama cha ACT Wazalendo. 4, tukiwa katika Baraza la Wawakilishi, tutatumia ubora wa hoja kuliko wingi wa hoja katika kutetea haki za Zanzibar na watu wake pamoja na wageni waishio Zanzibar. Na mwisho kabisa, tutashirikiana na wenzetu waliodhulumiwa haki zao za kutotangazwa, pamoja na kwamba walishachaguliwa na wananchi, kwa kuunga mkono juhudi zao za kudai ushindi wao kwa njia ya kisheria. Nikihitimisha, ndugu wanahabari, sisi wawakilishi wa wananchi wa ACT Wazalendo na ambao tayari tumekula kiapo cha kuwatumikia Wazanzibari na Zanzibar,
bila ya kujali uchache wetu katika Baraza la Wawakilishi. Tunaamini tunao uwezo wa kuhakikisha tunajenga na kusimamia hoja za kuwaletea Wazanzibari na kuwatetea Wazanzibari juu ya madhila mbalimbali wanayopitia na wanayopata kutoka kwa watawala wa sasa walioshiba jeuri, kiburi na udhalimu, ikiwemo kuwanyang'anya ardhi zao, kuwanyima haki zao za msingi za utambulisho, na tunaazimia kuisimamia serikali juu ya masuala mbalimbali yakiwemo ya uchumi wao ili waweze kuwa na maisha nafuu na ya staha. Baada ya kusema hayo, na kushukuruni sana, asanteni sana.